Jambo mpenzi mtazamaji na karibu kwenye YouTube channel yetu tuzidi kuhabarishana. Mzozo mzito na mkubwa wa kisiasa umeibuka upya katika mitandao ya kijamii hapa nchini, ukihusisha viongozi wakuu wa vyama viwili vikubwa vya siasa, suala ambalo limezua mjadala mpana unaoguza maisha ya wananchi, usalama wa taifa, rasilimali za nchi pamoja na mustakabali wa amani ya jamii yetu. Katibu wa Halmashauri Kuu ya Taifa ya Chama cha Mapinduzi CCM, anayesimamia itikadi, uenezi na mafunzo, vilevile akijulikana rasmi kama Kiongozi Kenani, ametoa kauli nzito kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram, akishambulia kwa ukali mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Godbless Lema. Katika maelezo yake yaliyosambaa kwa kasi, kiongozi huyo wa uenezi amedai kuwa mwanasiasa huyo wa upinzani anaendesha siasa zake kwa kutumia mbinu zinazofanana kabisa na wapiga ramli au waganga wa kienyeji wanaotumia ramli chonganishi ili kujipatia manufaa yao binafsi. Msemaji huyu wa chama tawala amekwenda mbali zaidi na kudai kuwa Kenani, mtu huyu wa upinzani ambaye ni Godbless Lema, amehamisha familia yake yote nchini Canada, ambako watoto wake wanasoma katika shule nzuri na salama, huku wakifurahia maisha yenye utulivu mkubwa na amani isiyo na mabadiliko yoyote. Katika shutuma hizo, msemaji wa chama tawala anasema kwamba kuwa mwanasiasa huyu anapokea kiasi cha shilingi milioni 15 kila mwezi kutoka kwa wafadhili wa nchi za nje kwa ajili ya kufanya kazi maalum ya kuratibu, kuchochea na kuleta furugu pamoja na maandamano yasiyo na tija hapa kwetu Tanzania. Ametaja kuwa kuna ukinzani mkubwa ya kimaadili na ukosefu wa aibu pale kiongozi anaposimama mbele ya jamii na kuhamasisha watoto wa wananchi wengine kuingia barabarani kufanya fujo, wakati yeye mwenyewe hataki kushiriki na watoto wake wako salama ughaibuni. Amesisitiza kuwa madhara ya kiuchumi na kijamii yanapotokea kutokana na fujo hizi, wanasiasa hao wanayatumia kama mtaji wao mkubwa wa kujenga nguvu za kisiasa na kujipandisha chati kwenye majukwaa mbalimbali. Kiongozi huyo wa uenezi ametoa changamoto ya wazi kuwa ikiwa mwanasiasa huyo ana dhamira njema na ya kweli kwa nchi yake, basi aiondoe familia yake huko Canada na kuirejesha nchini ili iingie mstari wa mbele katika maandamano na furugu hizo anazozihamasisha kila wakati na kila kukicha. Amesema kuwa kama mpinzani huyo akikubali kuleta watoto wake washiriki fujo hizi, basi wananchi wanaweza kushawishika wawe wakishiriki na kuungana naye. Lakini kama alikataa kufanya hivyo, ni dhahiri kuwa ni tapeli wa kisiasa na wananchi wanapaswa kupuuza wito wake na badala yake waendelee kutafuta maendeleo ya kiuchumi kwa kufanya shughuli chanya zenye tija kwa ajili ya familia zao na ustawi wa taifa letu tukufu la Tanzania. Mwenezi huyu amebainisha kuwa yeye ni mtumishi wa chama aliye kwenye majukumu yake ya kikatiba, na kwamba wale waliotarajia kuwa msemaji wa chama tawala atanyoosha maelezo au hatalani mikakati hizo, basi wamefeli, kwani siasa ni sayansi inayohitaji mikakati sahihi ya kuongoza watu, kupanga mipango ya maendeleo, kutatua changamoto za kijamii kwa kutumia hekima na maono, na si kuhamasisha ubomoaji wa amani nchini. Kauli hiyo imezua taharuki na hisia mseto miongoni mwa wananchi na wafuatiliaji wa siasa za mtandaoni, ambapo Godbless Lema
amelijibu ujumbe huo kwa maneno mafupi ya ukali na kejeli, jambo lililomfanya msemaji huyu wa CCM kucheka na kumtaka aache porojo nyingi na kuwa Watanzania wa sasa sio wajinga tena, na wanachotaka kwa sasa ni haki na uwajibikaji na kweli kutoka kwa viongozi waliochaguliwa. Sehemu kubwa ya wananchi waliofuatilia mnyukano huo wametoa maoni yao, huku kukiwa na mgawanyiko mkubwa wa mitazamo kuhusu ukweli wa mambo yanayoendelea nchini. Baadhi ya wananchi wameunga mkono hoja za serikali na chama tawala, wakieleza kuwa ni kweli baadhi ya viongozi wa harakati wanajipatia ukwaji mkubwa na mishahara minono kutoka nje, wakitumia vijana maskini wasio na ajira kama chambo cha kisiasa. Wanasema vijana wengi wamekuwa wakishawishiwa kuingia kwenye matatizo na kupoteza mwelekeo wa maisha yao kwa kufuata viongozi ambao familia zao hawazijui shida za miundombinu wala changamoto za kiuchumi zilizopo ndani ya Tanzania. Wananchi hawa wametoa wito kwa vijana wenzao kushuka na kukataa kutumika kama vyombo vya kusababisha uharibifu wa miundombinu na utulivu wa taifa kwa maslahi ya watu wachache wanaojiita wanaharakati, lakini wanaishi maisha ya kifahari. Hata hivyo, idadi kubwa ya wachangiaji wameibuka na kumkosoa vikali msemaji huyo wa chama tawala Kenani Kiongozi, wakidai kuwa hoja zake hazina mashiko na siasa za majitaka zilizolenga kukwepa majibu ya changamoto halisi zinazowakabili wananchi kwa sasa. Wananchi hawa wameeleza kuwa swala la familia ya viongozi wa upinzani kuishi nje ya nchi haitokani na utapeli, bali linasababishwa na hofu mkubwa ya usalama wa maisha yao kutokana na mazingira ya kisiasa yaliyopo. Wamehoji kuwa ikiwa kweli serikali ina ushahidi unaonyesha kuwa wanasiasa ama mwanasiasa huyu anapokea mamilioni ya fedha kwa ajili ya kufanya uhalifu wa kuchochea furugu, kwa nini vyombo vya dola na sheria visichukue mkondo wake badala ya viongozi wa chama tawala kulalamika na kuandika propaganda kwenye mitandao za kijamii? Mjadala huu umekuwa na geuka na kuwa uwanja wa kuhoji utendakazi ama utendaji kazi wa serikali na usimamizi wa ilani ya uchaguzi, ambapo wananchi wamemtaka mwenesi Kenani huyu kueleza nguvu zake katika kuwajibika ama kuwajibisha viongozi na watendaji wa serikali wanaokwamisha maendeleo ya nchi badala ya kutumia muda mrefu kufuatilia maisha binafsi ya wapinzani na familia zao. Wanasema kuwa kama chama tawala kingekuwa kinafuatilia kwa ukaribu kero za wananchi na kuwashughulikia wale wote wanaoiba na kufuja mali ya umma, nchi ingekuwa imepiga hatua kubwa sana kimaendeleo. Wananchi wamelalamikia uwepo wa changamoto sugu za kijamii kama vile uhaba wa ajira kwa vijana na ukosefu wa huduma muhimu za msingi ikiwemo maji safi na salama katika maeneo mengi, ambapo wananchi wanakaa hadi wiki nzima bila maji, huku kizingizio kikiwa ni ukosefu wa vifaa vidogo vidogo vya miundo msingi ambayo idara ya maji zinashindwa kuzivinunua, hali inavyofanya malalamiko ya wananchi kuhusu watoto wa viongozi kuonekana kama mbinu ya kuhamisha mijadala ya msingi. Vilevile, hoja zimehamia kwenye usimamizi wa rasilimali kuu za taifa, ambapo wananchi wametaka ufafanuzi wa kina kuhusu maswala ya kiuchumi yanayoguza sekta ya madini na nishati. Maswali mazito yameulizwa kuhusu sababu zinazofanya madini ya kipekee duniani ya Tanzanite kuchimbwa chini Tanzania pekee, lakini nchi ya India iwe ndio inayoongoza kwa mauzo makubwa ya madini hayo katika soko la kimataifa na kupata faida kubwa kuliko nchi mmiliki.
Vivyo hivyo, wananchi wamehoji usimamizi wa rasilimali za gesi halisi inayochimbwa mkoani Mtwara, wakitaka kujua kwa nini viwanda vikubwa na mifumo vya usindikaji wa nishati hiyo inajengwa katika mikoa mingine kama Lindi badala ya kuwanufaisha kwanza wananchi wa maeneo rasilimali inapotoka, jambo ambalo wananchi wanahoji kuwa ndizo hoja za msingi zinazopaswa kujibiwa kwa hoja ya kisayansi na sio kuziingizia harakati za kisiasa. Wakati huo huo, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kijamii wamehoji uhalali wa maadili ya viongozi wa pande zote. Pili, pale wanapozungumza mifumo ya huduma za jamii, wamedai kuwa viongozi wengi wa serikali na chama tawala ambao kila siku wanajisifia kujenga shule nyingi za kata na vituo vya afya vya umma, nao pia hawaamini mifumo hiyo, lakini hawapeleki watoto wao kusoma kwenye shule hizo za kata, wala familia zao hazitibiwi kwenye hospitali hizo za umma. Baadhi wanatumia gharama kubwa kuwapeleka hospitali ama kuwapeleka watoto wao nje za nchi na vilevile shule za kibinafsi za kimataifa na hospitali za nje, hali inayomfanya shutuma za ubaguzi wa kimaisha kufanana kwa wanasiasa wote bila kujali vyama ama vyeo. Mvutano huu unaonyesha mabadiliko makubwa katika fikra za wananchi ambao sasa wanatazama utendaji halisi na uwajibikaji badala ya kufuata maneno matamu ya majukwaani.